Bwana, baada ya Mwijaku, mmoja katika watu wazito kabisa ambao wanafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii, baada ya kuonesha kwamba amefanikiwa zaidi baada ya kuposti mjengo wake pale na kuonesha kwamba amefanya mambo makubwa zaidi katika maendeleo, na baada ya kuonekana kwamba Baba Levo pia ameweza kufanya kitu kama hicho, akiweza kurekodi video clip fupi ambayo inaonesha the way ambavyo amefanya mambo makubwa zaidi, kutoa mjengo mkali kabisa ambao umeweza kuwavutia watu wengi. By the way, tunajua kabisa kwamba mjengo wa Baba Levo so mjengo wa nchi hii hapa. So baada ya video clip hiyo, baada ya Baba Levo kuweza kuiposti, Mwijaku ameamua kuja tena na yeye kuonesha mjengo wake. Moja katika vitu ambavyo vinachangamsha sana pale kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wanaona kabisa kwamba kati ya Baba Levo pamoja na Mwijaku kuna competition kubwa fulani hivi. Baada ya Baba Levo kuposti na Mwijaku pia kulipa ile posti, yani watu wawili hawa kuposti kwa kushindana, Mwijaku ameamua kuposti katika page yake Instagram katika siku ya leo kuonesha ye kwamba vita kati yake pamoja na Baba Levo ni kubwa zaidi. Alikuja kumposti Baba Levo huku akiandika caption ya kwamba huyu mwehu akimaliza nyumba mwezi wa 6 2025 niiteni mbwa na anahama nchi. Najiuliza, na Kamali atamwachie nani? Gorofa sio kuapa mdogo wangu, usishindane na mimi utapotea. Hiki kina kirefu, tena kina kirefu sana. Sina hela za Kamali, mimi za mwamwa wewe. Moja katika vitu ambavyo alikuja kufunguka pale Mwijaku kuonesha ya kwamba kitu ambacho wanakifanya Baba Levo so kitu cha kuweza kukamilika, so kitu ambacho kitaweza kufika mbali. Alikuja kusema ya kwamba kama hii nyumba itaweza kukamilika mwezi wa 6, yani kutoka hapa mpaka mwezi wa 6, kama itaweza kukamilika nyumba ya Baba Levo, basi yeye aitwe mbwa na ataweza kuhama nchi ya Tanzania. Sijui Mwijaku ataenda wapi, lakini mwenyewe anajua ni wapi ataenda pale ambapo Baba Levo ataweza kukamilisha ujenzi wa nyumba yake. Lakini pia alikuja kusema kwamba anajiuliza, na Kamali atamwachia nani? Watu wote tunajua kwamba Baba Levo ameweza kujenga mjengo mmoja mkali sana, lakini sio kwa ajili ya endorsement na vitu vingine kama hizo hapo, labda kazi ambazo anafanya. Tunajua kabisa kwamba Baba Levo ni moja katika watu ambao wameweza kukubuhu katika kipande cha Kamali, yani anacheza Kamali sana, kubeti kwingi na vitu vingine kama hizo hapo. So Mwijaku alikuja kufunguka ya kwamba ikitokea Baba Levo ameweza kukamilisha mjengo wake, Kamali ataweza kumwachia nani? Gorofa sio kuapa kwamba kila mtu analo. Alikuja kumwambia Baba Levo kwamba usione kwamba gorofa kila mtu anaweza kamiliki, sio kuapa labda kwamba kuapa kila mtu analo, anaweza kashika na vitu vingine kama hizo hapo. Atamwambia utapotea sana pale ambapo atakuja kushindana na Mwijaku. Yani hili hapa ni onyo moja kali sana kutoka kwake Mwijaku kuelekea kwa Baba Levo ya kwamba atapotea sana kama ataweza kushindana na Mwijaku. So vita kati ya Mwijaku pamoja na Baba Levo tunajua kabisa kwamba ni vita kubwa sana. Ilitokea kipindi cha nyuma sana pale ambapo kila mmoja alikuwa akigombania nafasi kwa Diamond Platinum. Wote walikaa upande wa Diamond Platinum. Hata kuna kipindi ambacho tulishuhudia katika show ya Big Sunday Live kupitia Wasafi, walikuwepo katika stage moja na kubishana na vitu vingine kama hizo hapo. Vita yao imeweza kutoka mbali sana. So mpaka sasa wanaonekana wawili hawa kuonesha upinzani mkubwa sana. Lakini pia kuna time ambayo Baba Levo pamoja na Mwijaku walikuwa pamoja, wanaonekana kama marafiki fulani hivi. One time walikuwa na enjoy pamoja, wanafurahi pamoja. Hata kuna siku ambayo Baba Levo alikuwa akizaliwa, yani siku yake ya birthday, basi Mwijaku alikuja kummwagia maji na kuonesha vimbwambwa na vitu vingine kama hizo hapo, kuonesha kwamba amefurahi katika siku ambayo Baba Levo amezaliwa. So hii hapa ni moja katika michongo ambayo inatikisa sana kwenye mitandao ya kijamii pale kati. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment, unaona kitu gani kati ya Mwijaku pamoja na Baba Levo? Inawezekana ni kweli wana bifu, inawezekana ni kweli kuna upinzani mkubwa kama the way ambavyo wanatuonesha, ama ni aje? Inawezekana pia ni michezo ama tunazugwa. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TC official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.